Pamoja na kuwa tunafahamu wazi kuwa vijana hao waliofanya vurugu walisukumwa na matamko ya baadhi ya viongozi wa chama kimoja cha upinzani wakisema watakinukisha siku ya uchaguzi au siku ya kupiga kura, na wengine kusema uchaguzi hautafanyika, na kampeni maalum zilizoratibiwa kutoka nje ya nchi na zinazoendelea kuratibiwa kupitia mitandao ya kijamii zinazolenga kuleta taharuki siku ya uchaguzi. Tumesikitishwa sana na kuumizwa mioyo yetu kwa yaliyowapata vijana wa taifa hili. Tunalaani uhamasishaji mkubwa uliofanywa wa kuwagonganisha vijana na vyombo vya dola, kwani bila ya vijana kuambiwa wakinukishe, basi vifo, majeraha na uharibifu wa mali visingetokea. Wazee wetu wa Kiislamu, mashekhe zetu, tunawakumbuka katika kipindi kama hichi, wakiwemo miongoni mwao akina Mshume Kiate, Sheikh Chaurembo, Bibi Titi Mohamed, Sheikh Suleiman Takadir, Sheikh Muhammad Ramia, Mufti Hassan bin Amir, Mzee Ali Komorian, Sheikh Haidar Mwenyimvua, Sheikh Mwenyimvua Mwenyikambi, Sheikh Yusuf Badi, Sheikh Abdallah Rashid Sembe. Vijana wa enzi hizo ambao walikuwa ni Bilali Rehani Waikela, Idi Faiz Mafongo, Kleist Sykes, Abdul Wahid Sykes, Ali Sykes, Abbas Sykes na wengineo, akiwemo Dosa Aziz. Wote hao na wengineo walitafuta na kupigania haki ya kujitawala wa Tanganyika kwa njia za amani na kumlilia Mwenyezi Mungu kwa dua, ikiwemo kufunga saum, kuchinja wanyama, kutoa sadaka, na wakamjumuisha Mwalimu Nyerere katika kudai haki ya kujitawala kwa ibada ya kufunga saum na kuchinja. Mwalimu Nyerere mwenyewe amekiri katika hutuba zake kadhaa mchango wa mashekh katika kuleta uhuru wa nchi hii. Aidha, katika maandiko ya Askofu Kilaini amekiri wazi kabisa kuwa Waislamu ndio walikuwa mstari wa mbele kupigania uhuru wa nchi hii. Lakini kwa bahati mbaya, leo mashekhe na wanazuoni wa Kiislamu kwa kuhubiri amani na utulivu wanaonekana vioja kwa baadhi ya vijana na hata kwa baadhi ya viongozi wenzao wa dini nyingine. Wanaonekana hawakusoma, hawana madigrii, hawana ma PhD, wanaonekana wamepewa bahasha na kadhalika. Kashfa hizi ni dharau kubwa sana